nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Fungu la 8. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Nikuokoe, asema Bwana. Ni kweli, kwa sababu ya changamoto, kwa sababu ya maisha haya, wewe umekuwa mwoga, umekuwa na hofu, hata hutaki kumtumikia Bwana. Wakati fulani umekubali kuacha ukweli, umekubali kuacha uaminifu kwa sababu tu ya hofu, kwa sababu ya maneno ya shetani. Mungu anamwambia Yeremia ya kwamba kwa sababu ya maneno ya hao watu, usiogope. 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 Nitakutuma na utaenda kusema kila neno nitakalo kuamuru. Mungu neno lake aliweka kwa Yeremia. Mungu neno lake analiweka kwako. Mungu neno lake analiweka kwangu. Usiku huu wa pekee, usiku huu wa manane, Bwana anasema ameliweka neno ndani yako. Ameliweka neno ndani yangu. Ameliweka neno ambalo hataki lirudi bure, mpaka litimize yale aliyolituma. Ninapokualika katika maombi ya usiku huu wa pekee, utakapokuwa katika sehemu mbalimbali, Bwana anakuhitaji. Tafakari mapito ya mwaka 2025. Tafakari mapito ya miezi yote iliyoisha. Tafakari neno alilolituma ndani yako kuanzia mwanzo wa mwaka 2025. Tafakari neno alilokuambia katikati ya mwaka. Je, ulienda kulisema? Je, ulisimama kulitetea neno? Je, ulikubali kuliweka neno ndani yako? Je, ulikubali kulituma, kulipeleka kwa watu ambao Bwana alikutuma ulipeleke? Na ikiwa ilikuwa si hivyo, Bwana anasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya, ili kwamba mtu asitende dhambi. Lakini kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo aliye mwaminifu. Yesu Kristo aliyelibeba neno. Yesu Kristo aliyelileta neno la Baba. Yesu Kristo aliyekuwa mwaminifu katika neno. Yesu Kristo ambaye yeye alikubali neno, alilikubali neno, aliliishi neno. Leo yeye anakuwa mwombezi wetu.